Usiku wa ndoto, amani ya tawala, mpambano wa kombe la dunia. Yamesalia masaa tu, uwanja wa Amani Zanzibar utageuka kuwa jukwaa la historia. Nyoyo za Watanzania zitadunda kwa matumaini, sauti za mashabiki zitapaa juu kama upepo wa bahari. Ni usiku wa mapambano. Taifa Stars ya Tanzania inashuka dimbani kuvaana na Chipolopolo ya Zambia katika mchezo wa kufuzu kombe la dunia mwaka 2026. Hii itakuwa ni mara 23 kwa shirikisho la soka duniani FIFA kuandaa mashindano ya kombe la dunia. Ni katika muktadha huu, mashindano ya kombe la dunia kwa mwaka 2026 yataanza kutimua vumbi tarehe 8 Juni hadi tarehe 3 Julai 2026. Taifa Stars zipo katika grupu E ambalo linahusisha timu za nchi 5: Zambia, Niger, Eritrea, Congo Brazzaville pamoja na Tanzania yenyewe. Tanzania ikiwa na pointi 10 ikishika nafasi ya pili, ikifuatiwa na Niger wenye alama 9. Nafasi ya 4 Zambia wenye alama 6. Nafasi ya 5 ni Congo wenye alama 1. Nafasi ya 6 na ya mwisho ikiwa ni Eritrea wenye alama 0. Huku nafasi ya kwanza kwenye grupu E ni Morocco mwenye alama 21. Timu za nchi mbili pekee ndizo zilizofuzu mashindano haya: Tunisia ambaye yupo grupu H mwenye alama 22 pamoja na Morocco mwenye pointi 21 grupu E. Huu si mpambano wa kawaida, ni vita ya hadhi, ni pambano la heshima, ni ndoto ya miaka mingi inayopiganiwa na kizazi kipya cha nyota wa Taifa Stars. Kikosi cha kocha Suleiman Morocco kimejifua, kimeweka kambi, kimejifunza makosa ya nyuma na sasa kinaingia na ari mpya, moyo mpya na lengo moja: kushinda. Zanzibar, visiwa vya amani, sasa vinageuka kuwa ngome ya mpira wa miguu. Uwanja wa Amani unajiandaa kuwa mwaloni wa historia, ukipokea mashujaa wa taifa wanaotafuta tiketi ya kwenda Marekani, Canada na Mexico, wenyeji wa kombe la dunia mwaka 2026. Marekani ikiwa ni mwenyeji wa mashindano haya mara 2, Mexico wamekuwa wenyeji mara 3, huku Canada ikiwa ndio mara yao ya kwanza kuwa mwenyeji kwenye mashindano haya. Ikumbukwe, mwaka 2022 mshindi wa kombe la dunia walikuwa ni timu ya nchini Argentina. Zambia si timu ya kubeza, ina uzoefu, ina wachezaji waliowiva kimataifa, lakini Tanzania pia si ile ya zamani. Vijana wetu wamekomaa, wanajiamini na wanajua kuwa huu ni wakati wa kuandika upya historia ya soka la nchi hii. Mashabiki watakaofurika uwanjani na wale watakaokuwa majumbani, wote kwa pamoja watakuwa na sauti ya tatu uwanjani, wakitoa hamasa, wakipaza ndoto za Watanzania wote kupitia miguu ya nyota kama Faisal Salum, Morris Abraham, Kapteni Bakari Nondo Mwamnyeto, Yakub Suleiman, golikipa mahiri na wengineo. Leo ni usiku wa ndoto, leo ni usiku wa kizalendo, leo ni usiku wa nyota za Tanzania kung'aa mbele ya Afrika. Taifa Stars tunawaamini, pelekeni bendera juu, vunjeni ukuta wa Chipolopolo, andikeni historia mpya ya mpira nchini Tanzania. Taifa Stars mbele kwa mbele, Zanzibar iwe mwanga, ushindi uwe mwito. Makala hii imeandikwa na kusomwa nami Zahra Omari wa Tanza TV. Popote tunakufikia.